akawafusha mto, akawafusha na vyote alivyokuwa navyo. Bwana asifiwe. So alikuwa na kazi ngumu, kwa sababu kuna wale ambao alikuwa anasaidia kufundisha. Bwana asifiwe, ambao ilikuwa inahitajika ifundishe katika hiyo safari. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika hiyo safari Yakobo hakukata tamaa na Mungu wake. Mbona anasafiri usiku? Mbona anang'ang'ana kuvuka? Mbona anang'ang'ana? Bwana asifiwe sana. Kutembea katika mahali ya hatari. Haleluya. Lakini wacha nikuambie kitu. Kwa hayo yote alikuwa na matarajio kwamba atasafiri hadi afike mahali penye ni pazuri. Bwana asifiwe. Na hivyo ujumbe wa neno la Bwana siku ya leo kwa maisha yako unayesikia ni kusema kwamba yale ambayo unaona ni magumu, ni kupitia unapitia, kuna mema mbele yako, kuna mahali unavuka ufikie baraka zako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yale ambayo unaona ya kuvunja moyo ni kupitia unapitia, kama Yakobo alikuwa akipitia. Bwana asifiwe sana. Kwanza alikuwa anapita usiku. Usiku kuna hatari mingi, za zingine uone unakanyaga wapi. Kwanza kuna mahali anavuka, na penye anavuka ni mto. Bwana asifiwe. Amen. Lakini tunaambiwa kwamba kwa neno la Bwana alivusha watu wake wote na akavukisha kila kitu, akiwa na lengo na matumaini ataenda afike penye ni kuzuri. Bwana asifiwe. Nataka nikuambie kwamba kila ambacho kinakuvunja moyo usijali. Yesu amekuja unaposafiri akuongoze. Yeye ndiye njia, kweli na uzima. Ni kitabu cha Yohana. Bwana asifiwe. Yesu anawaambia mitume, anaambia wanafunzi, anaambia makutano, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Bwana asifiwe. Amen. So katika safari yako usife moyo, katika mateso unayoyaona usife moyo. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Nataka ujue siku ya leo, hiyo ni kupita tu napitia. Kuna mahali pazuri mbele yako, kuna mahali pa kubarikiwa mbele yako, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu amekuja awe njia kwa maisha yako. Yesu amekuja awe njia kwa maisha yako mpendwa. Yesu amekuja awe njia kwa magumu unayoyapitia. Yesu amekuja awe njia kwa shida ambazo unaziona. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Usiogope, usife moyo. Yakobo hakuvunjika moyo. Yakobo hakukata tamaa. Hata kama sasa mizigo ni mingi, hata kama sasa safari imekuwa ni usiku na lazima wavuke mto, lakini tunaambiwa kwa neno la Bwana, yeye Yakobo alivukisha watu wake, akavukisha wake akavukisha zake. Haleluya. Akiwa na matarajio, akiwa na matumaini. Wacha siku ya leo mpendwa, uweze kuwa na matarajio, uweze kuwa na matumaini katika safari yako, unafikia yaliyo mema. Haleluya. Amen. Kile umelia unaenda kufikia kupanguzwa machozi kwa jina la Yesu. Hiyo ndio ujumbe wa kanisa siku ya leo. Bwana anasema haleluya. Usikate tamaa. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Kuna baraka mbele yako. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema ni mstari wa 24. Yakobo akakaa peke yake na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Bwana asifiwe. Hapa sasa tunaambiwa Yakobo akakaa peke yake baada ya kuvuka. Bwana asifiwe. Lakini alipokaa peke yake tunaambiwa mtu mmoja alishindana na yeye mweleka mpaka alfajiri. Bwana asifiwe. Ni kusema walikuwa wanapishana, walikuwa wanang'ang'ana hawa watu. Bwana asifiwe sana. Mpaka asubuhi. Huyu ni nani walikuwa wanapishana na Yakobo? Haleluya. Ni kusema katika hii safari kumbe kuna mwenye alikuwa anafuatilia nani? Yakobo. Na hakuwa mtu wa kawaida. Bwana asifiwe sana. So nataka nikwambie, katika pali penye unaona umelemewa au uko peke yako, kuna mwenye anakufuatilia. Bwana asifiwe sana. Kuna mwenye yako nyuma yako. Haleluya. Na huyu ni malaika Mungu ametuma kwa ajili ya maisha yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Ni kwa nini Mungu anatuma huyu malaika kwa maisha yako? Ndiye aweze kukuongoza hadi ufike penye baraka zako zile.
Bwana asifiwe sana. Ndiye aweze kukuondoa katika shida na wewe ufurahi kama wengine. Na wewe ucheke kama wengine. Na wewe usmile kama wengine. Bwana asifiwe sana. Ndio sababu ile mtu anakufuatilia na umuone. Yakobo hapo anaona huyo mtu akivukisha mizigo, hakuna mtu anatajwa. Haleluya. Akivukisha watoto huyo mtu, lakini si eti huyo mtu alikuwa hapo. Bwana asifiwe. Huyo mtu ndiye analinda Yakobo asitumbukia Teresa ingie kwa maji. Bwana asifiwe sana. Tunasikia kuna watu wanateresa wanaingia kwa maji. Ile neema ya ule mtu inagonga imeondoka. Sisi hakuna maji wewe unaweza teleza uingie. Bwana asifiwe. Kuna maji ina mimi unaseleza uingie, lakini uko na neema, kuna mlinzi uko na anakuokoa. Hiyo ndio siri na kuvijulia siku ya leo. Au kwangi peke yako kwa nyumba. Bwana asifiwe. Kuna watu wanawasha moto inawachoma. Bwana asifiwe. Wewe kwa nini moto haitakuchoma ukiwasha? Kwa sababu kuna neema ya mtu ambaye yako na wewe hajaondoka. Haleluya. Amen. Huyo mtu ambaye yako na wewe hajaondoka ni hatari. Mtu uweze maliza sekunde kama malaika ambaye ni mlinzi wako akiondoka, uweze maliza sekunde moja. Kwa maana adui wetu yeye atawahi toka. Unajua watiso sisi Mungu atusamee wakati mwingine na Mungu atusaidie tena. Kwa sababu tunachokanga kuomba. Bwana asifiwe sana. Tunachokanga kusoma neno la Mungu. Lakini adui wetu wapendwa, huyo adui ana rangi. Ile kitu tumetushikilia ni neema. Naye Mungu achoki na sisi hata kama tuchaomba. Ule malaika hapo hapa anaambia yule adui usimguse. Wacha apumzike, ni mtoto wa Mungu. Ni Yesu aliyolipia gharama. Ni Yesu amepigwa kwa ajili yake. Ni mapigo ya Yesu yamemfikisha leo. Haleluya. So, wacha nikwambie siri siku ya leo. Kuna malaika anakulinda kila penye unaenda, kila penye unakanyaga, hata maombi yako isikiwe. Wacha nikushangaze siku ya leo. Maombi yako Mungu anaisikia. Na kuna mahali Yesu anaambia wanafunzi, hata kabla mtu aongea Mungu anakuwa amefanya. Na hiyo Yesu alibirishia Petero, ni wakati Petero yeye ajui kuna mahali atakutana Yesu. Bwana asifiwe sana. Lakini Yesu yeye anaona mahali Petero anamkana, na sio kupenda kwake, ni kwa sababu anamsaidia, jina lake Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hiyo kwa sababu ile Yesu ameshayaona mawazo ya Petro, ameshayaona maongeo ya Petero. Bwana asifiwe. Huyo ndio Yesu hata leo anajua mawazo yako, anajua ambao utayaongea hata miaka 50 nao kuja. Haleluya. Hivyo nataka nikwambie kwamba yeye Mungu siku zote kuna malaika amepeana alinde watu wake. So, kwa sababu ile siku ya leo Bwana asifiwe sana. Ile mambo tunaonanga hatuwezi, lazima tuiondoe kwa jina la Yesu. Tuweze kupanda kuweza kwa maisha yetu ili tumuone malaika ambaye anatusaidia katika kuweza. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu tunapopanda kushindwa kwa moyo, basi mwenye kushindwa ni shetani, ndio utamwona siku zote akikuvuta moyo. Haleluya. Amen. Lakini utakapoondoa kushindwa, upande ushindi upatikanao na Yesu, na hapo maono yako itabadilika. Hautaona shetani tena, utaona Mungu akikuvusha kutoka kwa shida, akikuvusha kutoka kwa kilio, akikuvusha kutoka kwa maangamizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio kazi Yesu alikuja kufanya katika ulimwengu. Haleluya. Hivyo nawaomba wapendwa siku ya leo na tuwe kama Yakobo. Haleluya. Amen. Katika ugumu wa maisha tutarajie ushindi. Bwana asifiwe sana. Amen. Tusiwe sehemu ya wale ambao wanasema hatutaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini na tubadilike kuanzia dakika hii, tuweze kupanda ushindi kwa mioyo yetu, tuweze kupanda mafanikio kwa maisha yetu, tuweze kupanda baraka kwa maisha yetu, ni kwa jina la Yesu wa Nazareti. Haleluya. Kwa sababu yeye Mungu ambaye tunamuomba kwa jina la Yesu, yeye Mungu siku zote ni mshindi. Bwana asifiwe sana. Siku zote yeye anaweza okoa, siku zote yeye anaweza ponya.
hata zaidi ya kuponya anafufuanga, anafanyanga zaidi. Bwana asifiwe. So siku ya leo lazima tubadilishe maono yetu mabaya, tuweze kupanda maono mapya kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu, ili tuweze kuona malaika wetu wa kutusaidia kushinda. Kama vile hapa Yakobo anamuona mtu, na huyu mtu tunaambiwa, Bwana asifiwe, usiku mzima pamoja na wakukaa na amani, walikuwa wanashindana, walikuwa huyu hataki huyu mwingine aende, huyu anamshikilia, huyu anashikilia huyu mwingine, wanamenyana. Bwana asifiwe sana. Ni kama vita, na tunaambiwa sio ile vita ya kumizana, ni vita ya kushindana nguvu. Huyu anamshikilia, unaenda wapi? Anamshikilia, huyu anamwangusha chini, huyu anainuka, huyu anamshikilia usiku mzima. Bwana asifiwe sana. Huyu ni nani Yakobo anang'ang'ana naye? Na huyu nani Yakobo anamuona kwa maisha yake? Huyu ni nani Yakobo anamuona kwa safari ngumu? Ni malaika. Ukitaka kujua ni malaika, sikia mstari wa ngapi? Mstari wa 25. Sikia sasa. Ndio wale ni malaika wa Bwana. Tulisema naye alipoona ya kuwa amshindi, alimgusa panapo ufungu wa paja lake, akateguka ufungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Sasa hii ilikuwa very serious. Bwana asifiwe. Ni kama huyu anajaribu kumsoma huyu, anajaribu kumsoma huyu, lakini ni kusema huyu mwingine alishasoma Yakobo mapema, kwa maana sio mtu wa kawaida, lakini anataka aone Yakobo unafanya nini. Bwana asifiwe sana. Na hivyo ndio wakati mwingine unaona Yesu anapoenda anapata mtu mgonjwa, anamuuliza aje, je, unataka kuwa mzima? Na Yesu anaona huyu mtu ni mgonjwa, anaweza kumfanya awe mzima direct bila kumuuliza. Na ako na hiyo nguvu. Bwana asifiwe. Lakini anataka huyu mtu akili na kinywa chake, ninataka kuwa nini? Mzima. Tusisahau, tumezoea sana kutumia mfano wa Bartimayo. Huyu Bartimayo anapasa sauti, Yesu mwana wa Daudi ni rehemu. Na Yesu anaona vizuri mtu ni nini? Ni kipofu. Lakini anamuuliza Bartimayo, nikufanyie nini? Bartimayo mwenyewe anasema nataka kuona. Nataka unifungue nini? Macho. Nataka uniondoe nini? Upofu. Bwana asifiwe sana. So siku ya leo tunafundishwa nini na hili neno? Wakati mwingine Mungu anaongojea tunene. Haleluya. Unajua ndio Mungu si eti haoni shida unazozipitia, lakini wewe utawahi nena. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anangojea unene umwambie, Mungu niondolee kukosa pesa, nimekosa kuomba. Nimekosa kukopa, nimechoka, sitaki kukopa, sitaki kuomba. Nataka pesa zangu, Mungu wangu nibariki. Mungu anataka ufungue kinywa mwambie na akupe pesa. Maana taabu na pesa tunaambiwa ni nini? Ni mali yake. Bwana asifiwe. Tunaambiwa dunia yote ni nini? Ni yake. Bwana asifiwe. Tunaambiwa mali yote ambayo imejaa milimani ni ya nani? Ni ya Mungu. Bwana asifiwe. Sasa nataka unene. Je, unataka kuwa mzima? Sasa huyu mtu anang'ang'ana na Yakobo. Sasa Yakobo ako na nguvu mingi, lakini huyu mtu anamshomanisha Yakobo. Yakobo, sasa utaki niende, ni nini unataka? Usiku mzima anamwambia mimi niachilie niende. Eti aone nini Yakobo anataka, anajua mahitaji ya Yakobo, lakini anataka Yakobo akili na kinywa chake. Bwana asifiwe. Kuna mambo siku ya leo unahitajika uakili na kinywa chako ndio yakuondokee. Haleluya. Kuna mambo lazima uakili ndio yakuachilie. Bwana asifiwe. Kuna laana ambazo zinasimama mbele yako, lazima usivunje. Umwambie Mungu, mimi laana za limitation sizitaki tena. Nataka kuendelea zaidi ya vile niko. Bwana asifiwe. Mimi laana za kusimama kwa kazi yangu sitaki tena, nimechoka. Ninataka kubarikiwa. Haleluya. Mstari wa 26 tumesoma, ama tusome hapo. Profeti nasema hivi. Akasema niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema sikuachi usiponibariki. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kitu huyo mtu alikuwa amengojea hiyo usiku mzima, sio kitu kingine. Sasa anaona wewe, tumeshindana na wewe hapa, unaniangusha chini na kushikilia wala kuangusha. Kumekuwa mjana. Au sema nini unataka? Uniache tu niende. Haleluya. Maana sasa mimi niko hapa. Na
Hakuna kitu umeniomba. Ile kitu nataka tu nimekatalia nisiende mahali. Bwana asifiwe sana. Sasa siku ya leo nataka nikwambie kuna wakati unaweza omba maombi ya kushikilia Mungu, lakini umwambie Mungu unataka nini. Bwana asifiwe. Ili hali sieti Mungu aone unataka pesa ya mahitaji fulani na fulani, lakini wewe umefungua kinywa chako umesema, hiyo ndio anangojea. Nikusema mtindo wa Bwana wetu Yesu haujabadilika hata leo. Haleluya. Amen. Wakati Yesu aliona watu wanalia sana, na Yesu akaona mapema hapo watu wanalia hivi, kuna shida. Kumbe kuna mama alikuwa na mtoto pekee, ana mtoto mwingine, yule mtoto amekufa. Bwana asifiwe. Sio kukawa na huzuni sana, watu wakalia na machungu. Ule mama analia sana. Yesu alipoona watu wanalia, aliwauliza ni nini imeendelea? Wanamwambia Yesu, huyu mama ana mtoto mwingine mbele wala nyuma, ni huyu tu peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye Yesu wakati walikiri kila ambacho kimeendelea na kila ambacho wanapitia, Bwana asifiwe. Tunaambiwa kwamba pia mtoto hajakufa, mleteni hapa, maana amefika penye kumepandwa uzima, huyu mtoto afufuke aishi tena, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Bwana asifiwe. Amen. So wakati Yesu alimshuguza ule mtoto, alimwambia mtoto inuka, na akamwambia wale watu leteni maji mkampe. Bwana asifiwe. Amen. Alipoyanywa maji akaambia wale watu mpelekeni nyumbani, akamwambia kwa sasa rudini na mtoto nyumbani, msiende kuzikana tena. Bwana asifiwe sana. Ni kwa nini? Yesu ako na uzima kwa maisha yake, ako na uhai, ako na baraka, ako na uponyaji imepandika nini kwa maisha yake. Bwana asifiwe. Je, wewe kwa moyo wako umepanda nini? Haleluya. So katika kuishi kwako, katika kutembea kwako, ni muhimu sana kupanda mambo yaliyo tofauti na wengine wala ambao hawajamjua Yesu. Bwana asifiwe. Kama hawajamjua Yesu, wanapofika ukuta, wewe unamjua Yesu, ufai ufike ukuta, maana Yesu analeta njia penye hapana nini? Penye hapana njia, Yesu analeta njia. Bwana asifiwe. Amen. Na hivyo Yakobo katika kusafiri kwake alipopatana na ule mtu, alijua sasa huyu mtu sikumuona, nikivukisha watoto, nikivukisha mizigo mingi, nikivukisha watu wote sijamuona. Na hivyo sasa huyu ni malaika ambaye amekuwa akinilinda, na hivyo simwachilie. Bwana asifiwe. Lazima nimkatalie aliweze kunibariki. Bwana asifiwe. Hebu tusome 27. Mzee anamwambia, akamuuliza jina lako ni nani? Akasema Yakobo. Bwana asifiwe. Baada ya kumangana usiku mzima, sasa tumekaribia asubuhi, wakati Yakobo ameongea Kenya anataka baraka, sasa mawasiliano imeanza, vita imefanya nini? Imeisha. Bwana asifiwe. Mungu kuna mambo anataka utamuke, vita siishe, ubarikiwe kwa jina la Yesu. Haleluya. Ni mambo gani yamekuteza? Naye Mungu umemuomba miaka mingi. Tunapotaja mali hapa kwamba Yakobo alimenyana usiku mzima na malaika wa Bwana, ni kusema umeng'ang'ana miaka mingi sana, lakini kuna mambo hujayataja mbele za Bwana. Haleluya. Amen. Kumbuka mtu wa Mungu jina lake Hana. Haleluya. Amen. Huyo mtu wakati aliomba Mungu, alienda specific kwa Mungu na Kenya anataka. Bwana asifiwe sana. Unajua alimwambia Mungu nini? Alimwambia Mungu nibariki na unibariki na mtoto wa kiume. Haleluya. Amen. Akapeana direction. Bwana asifiwe sana. Yes. Mungu anaweza kumbariki na mtoto, lakini yeye hana, akaanza kumpea nini? Directions. Na akaweka kitu inaitwa nini? Matongo. Bwana asifiwe. Hiyo ni mafundisho ya jinsi inapaswa tuombe. Tunafaa kuweka direct. Mungu ninataka hii na hii na hii. Tusije tukaanza kuvunjika moyo ili hadi sisi atuombe vile ilivyo mapenzi ya nani? Ya Mungu. Bwana asifiwe. Amen.
tusije tukaanza kusema Mungu ajipungi maombi. Kumbe Mungu anajipungi maombi, sisi hatutasema specific tunataka nini atupee hiyo. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu Yakobo atasema anataka nini, malaika anaendelea tu kumwambia wacha niende sasa, kwa maana kumekuwa nini, asubuhi kumepambazuka. Lakini Yakobo anamwambia hapana, sikuachi mpaka unibariki. Sasa hapo nimefika na muuliza, jina lako nani? Naye Yakobo akamjibu akamwambia, mimi ninaitwa Yakobo.